niko karibu na wewe. Karibu na wewe, niko karibu na wewe. Mwanangu, niko karibu na wewe. Kutoka maeneo ya Mikocheni tunakuletea tukio la msiba wa kijana Jeffrey Olaki Emesu ambaye amefariki toka tarehe 28 ya mwezi huu wa 4 mwaka huu 2025. Tupo hapa leo na mwili tayari umekwisha kuwasili hapa. Wale majirani, marafiki ambao hawatapata nafasi ya kuweza kwenda kanisani kwa ajili ya kwenda kuaga wataweza kuaga hapa leo, usiku huu wa leo, lakini pia kesho asubuhi kutakuwa na ibada hapa, na baada ya hapo tutaelekea kule Upanga kwa ajili ya kwenda kuaga kanisani, na baada ya hapo tutakuwa na safari ya kurudi tena katika makaburi yaliyoko maeneo ya Kinondoni kwa ajili ya kwenda kumpumzisha kaka yetu Jeffrey ambaye tayari amekwisha kutwaliwa. Sisi tutakuwepo hapa kuanzia leo jioni hii, lakini tutakuwepo kesho asubuhi kuanzia mwili utakapokuwa unaingia hapa kwa ajili ya wale ambao watafika hapa kwa ajili ya kuja kutoa heshima za mwisho, lakini pia tutarusha tukio hili live mbashara kabisa kupitia kituo chako bora kabisa cha matangazo cha NYTV. Basi usisahau kufuatilia tukio hili litakalokuwa likikujia mubashara kutoka hapa maeneo ya Mikocheni. Habari za leo kaka? Salama tu. Pole na msiba. Asante sana. Tunaomba tuanze kwa kukufahamu, unaitwa nani na pengine kwa marehemu ni nani? Mimi naitwa Okare Emesu, mimi ni kaka wa marehemu. Ndio. Marehemu tuambie pengine amefikwa na mauti lini na akiwa wapi, na lakini pia tunapenda kufahamu pengine ni mzaliwa wa wapi? Marehemu alifikwa na mauti siku ya tarehe 28 usiku wa takriban saa 8 usiku akiwa nyumbani kwake, na alipata kitu tunaaminika kwa cardiac arrest. Marehemu Jeffrey ni mzaliwa hapa Dar es Salaam, mzaliwa wilaya Ilala, na wakati mauti unamkuta alikuwa na umri wa miaka 37. Ndio. Na tunatamani sasa kufahamu ratiba ya kesho itakuwaje kuanzia asubuhi, na pengine tukianzia sasa hivi, pengine utaratibu wa leo upoje kuelekea kesho? Utaratibu wa leo ulikuwa ni kwenda kuchukua mwili kutoka hospitali ya Lugalo, na nafikiri tukio lilishafanikiwa, mwili umefika hapa, na wakati baada ya chakula jioni kuanzia saa 1 tutakuwa tuna misa kwa muda wa lisali moja, and then baadaye watu watarudi kwenye chakula, and then baada ya chakula tutaendelea kuombeleza mpaka saa 6 usiku. Ratiba itaenda kesho asubuhi kuanzia saa 2 tutajumuika hapa kupata chakula cha asubuhi. Baada ya hapo kwa wale ambao watashindwa kwenda kanisani na wakazi wa maeneo hapa, Jeffrey amekaa hapa zaidi ya miaka 5 na marafiki wengi na jamaa wengi sana, na alikuwa ameishi na watu vizuri sana. Kwa hiyo kuna watu hapa ambao ungependa kumwaga hapa kabla ya kwenda mjini, hasa ukizingatia kwamba kesho ni siku ya kazi. Sio kila mtu ambaye ataweza kuacha siku yake nzima na kushiriki na sisi. Kwa hiyo wale ambao watakuwa wameshindwa kuja kanisani kuanzia saa 3 mpaka saa 4 watakuwa kuna kuaga hapa, then baada ya hapo mida ya saa 5 tutaanza safari ya kuelekea kanisani St. Columbus Presbyterian leo huko CVU pale Upanga. Ndio. Kutoka kanisani kule makaburini ni wapi? Makaburini baada ya kumaliza misa ambayo tunatarajia imalizike saa 9 mchana, tunatarajia kwenda makaburi ya Kinondoni kwa ajili ya kukamilisha shughuli yetu ya mazishi. Nakushukuru sana. Asante. Habari kaka? Salama. Pole na msiba. Asante sana, asante. Tunashukuru. Anza kwa kufahamu unaitwa nani, lakini pia utatuambia kuhusiana na maisha ya kaka Jeffrey vile ulivyomfahamu na ni kipi ambacho utamkumbuka nacho. Karibu. Mimi naitwa Steven Moro. Jina la ambalo nafahamika sana ni Jecha. And Jeffrey amekuwa rafiki yangu kwa muda mrefu sana, na kitu kimoja ambacho nitakumbuka sana kuhusu Jeff, bro alikuwa na upendo sana. Tofauti na watu wengi ambavyo wanaweza kuwa,
Jeff alikuwa anaweza kunilink labda mimi na marafiki zake na mimi namlink na marafiki zangu. Jeff alikuwa na upendo sana. Watu wengi sana ukisikiliza namna ambavyo wanaongea, ni mtu ambaye alikuwa amejawa na upendo na mtu ambaye alikuwa hana shida na mtu. Yaani atakusikiliza kama ulivyo, mtaongea kuhusu siasa, mpira, muziki, kila kitu kuhusu jamii yetu. Kweli tumepoteza rafiki mkubwa sana ambaye tunamuombea kwa Mungu, Mwenyezi Mungu amrehemu. Yeah. Kabla umauti kumfika pengine, kwa dakika za mwisho uliwahi kupata nafasi ya kuzungumza naye, na pengine kuna kitu gani ambacho utakikumbuka ambacho amekuachia kama kumbukumbu kwako? Tulionana mara ya mwisho kama wiki 2 zilizopita. Nilikuja hapa, tukaenda kwake, tukaangalia mpira, tukaangalia movies, and alikuwa anapenda sana mpira na alikuwa shabiki mwenzangu wa Simba. Yaani nasikitika kwamba Simba tunaenda finali ya kombe la shirikisho, mwenzetu hayupo na sisi, lakini yote ya Mungu. Na kitu ambacho nitakumbuka sana ni namna ambavyo kaka Jeff alikuwa ana upendo mkubwa sana na watu waliokuwa wamemzunguka. Ni wale watu ambao nasema, Waswahili wanasema hajui kukunja. Akiona fursa, akiona opportunity, atakuconnect nayo. Ukimuuliza kitu hata kama yeye hana au hawezi kulijibu, he had always had connections. Atakupa connection ya mtu wa kuongea naye, na kwa kweli ni pigo kubwa sana kwa ndugu, jamaa na marafiki na familia. Lakini mambo ya Mungu, sisi wote ni wa Mungu na kwake tutarejea. Tunashukuru. Asante, poleni sana. Asante sana. Kuna wakati nahisi kama Mungu uko mbali sana na mimi. Mwanangu niko karibu na wewe. Kuna wakati nahisi Baba umeuficha uso wako kwangu. Mwanangu niko karibu na wewe. Kuna wakati machozi yananitoka mengi bila mpango. Nyakati kama hizi na kutafuta uso wako Baba. Na kuita na kutafuta Baba yangu, uko wapi Baba? Niko karibu na wewe. Karibu na wewe. Karibu na wewe. Mwana. Niko karibu nawe. Karibu na wewe. Karibu na wewe. Niko karibu na wewe. Mwana. Niko karibu nawe. Karibu na wewe. Karibu na wewe. Karibu na wewe. Wakati kama huu ni imani yangu inajaribiwa. Mwana, usiende mbali nami, sitaweza peke yangu Baba. Moyo wangu umevunjika, nafsi yangu inazimia Baba. Nilidhani nina nguvu, lakini leo nakuhitaji Baba. Karibu na wewe. Nimesimama na watu wengi, leo simama na mimi na kuomba. Niko karibu na wewe. 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 Panguza machozi yako
machozi yako. Kuna watu wanaopitia mambo mazito kuliko yale unayoyaona, ambayo ningekuruhusu uyaone, ungeona kama yako ni tone la maji baharini. Hivyo usiogope, maana hutaibika. Utaisahau aibu ya ujana wako, maana mimi Bwana Mungu wako nimekuita kama mke aliyeachwa,